Katika jina la Yesu, asante Bwana Yesu kwa ajili ya Bwana, tunakuja mbele zako tukiamini kwa Mungu wa Ibrahimu, Isaka na Yakobo. Umetupa neema nyingine Bwana ya kuona mfano wa amani, kutembea nasi, kufika nasi Bwana. Oza basi terebo shata ya mazika rekaraba sata ya mashanda ya mazika rabo sata ya mashikara doro seti ya mazia pata ya masakaranda rabazata veshekerebo sita ya kata ya mazanda ya mazia rekiza boza taya mashanda ya masike reba sita ya masiko robo sete shende mozia taya masanda ya masaka, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Bwana, tupe nguvu, tupe neema siku ya leo. Mungu umetupa tena Bwana kibali machoni pako. Mungu tukalione jina lako, tukauone uweza, tukaone mamlaka yako katika namna ambayo Bwana unatamani tufanye. Baba, tunatamani kukaribia machoni pako, barazani pako, tusemezane na wewe Bwana kwa ajili ya neno fupi. Mungu wa Ibrahimu, Isaka na Yakobo, ninakusihi katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti hai, achilia mafuta mabichi kwa ajili ya watoto wako Bwana. Maana muda huu Jehova wanataka kusikia kutoka kwako, wanataka kujua kutoka kwako ni nini umewaandalia kwa ajili ya Jumapili ya leo, ambao ipo tofauti kabisa na Jumapili zingine. Mungu, ninakusihi kama mtumishi wako Bwana, ninaomba Baba usikae kimya juu yetu Bwana, tunyoshe mapito, tunyoshe njia hiyo. Wewe Mungu ndiye unayejua nafasi tulionayo katikati ya familia na jamaa zetu, ukatumie kama chombo tu kwa ajili ya siku ya leo. Ninakusihi katika jina la Yesu, katika uwezo wako Baba, ninaomba Bwana Yesu usikae kimya. Fanya neema, fanya njia, fanya uweza, fanya mamlaka katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti hai. Beshe terebo shanda ya mashika. Unaweza ukaungana nami kuendelea kumshukuru Mungu, unaweza kuungana nami kuendelea kumshukuru Mungu popote pale ulipo. Wakati huo Roho Mtakatifu akiendelea kutujulisha na akiendelea kutuambia kwa habari ya Jumapili ya leo ambayo tumetoka kwenye ibada iliyokuwa na nguvu sana. Na sasa tupo katika masaa machache kwa ajili ya kulitukuza jina la Bwana, kwa ajili ya kuweka uwezo wa Kristo, uwezo wa Mungu aliye hai, ili kajulikane ya kwamba upo uzima, upo uhai, yapo maisha mapya katikati ya Yesu Kristo. Riba saka ya ndaraba shata ya masika lando robo sata. Endelea kushukuru nami popote pale ulipo, watu wa Mbeya, watu wa Dodoma, watu wa Arusha, watu wa Dar es Salaam, watu wa Morogoro, watu wa Iringa. Ninaomba wote tuungane wote pamoja. Ninajua tumeshatoka katika hema zetu na Jumapili ya leo ikiwa ni Jumapili ya siku ya 43 kati ya zile siku 90 ambazo tupo hapa mahali mlimani pako. Tumetoka kwenye ibada ya pale mlimani na sasa tupo ofisini katika madhabahu ya Bwana ili tuelezee namna ambayo tutaenenda wiki hii kwa niaba ya familia. Tunaomba Bwana Yesu ambatana nasi Bwana, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti hai. Ninakusihi Jehova nisi, sema nasi Baba, usinyamaze kimya kwa ajili ya leo. Wapo watu wanahitaji wajue na wafafanulie Bwana kwa njia ya Roho Mtakatifu namna wanavyoweza Bwana kutembea hatua zijazo na kuulinda wokovu kwa njia za majina yao, majina waliopewa kwao, majina ya babu zao, majina ya baba zao, jina wanayomiliki wao. Mungu, ninakusihi katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti hai. Maseke sebo sata riko robo sata ya mashinda zebiza kaya mashanda ya maseke kata ya mashanda ya mazika ora basika lako taya mashanda zinda ya mazia taya masata. Endelea kushukuru nami, endelea kushukuru nami, endelea kumkaribisha Bwana wa majeshi hapo ulipo. Endelea kumwambia Mungu karibu, mwambie uwepo wa Mungu uvute mahali hapo, maana tunahitaji uwepo wa Mungu ili tuweze kusikilizana katika ulimwengu wa roho. Raba sete rebo sika ya ndorobo shata masaka raba shete zika zanta ya mazia raba sete rebo sika kata ya masheke zeka raba zinda ya mazia orika taya mashanda ya masika berika tayanda rabo za taya zebiza kaya mashanda, katika jina la Yesu ezika taya mashika la ndorobo shata. Kwa nguvu yako Bwana, kwa uwezo wako na kwa mamlaka yako Mungu, tunaomba hiyo nafasi, tunaomba huo upenyo Bwana, tunatamani tusikie kutoka kwako Baba Bwana.
Bwana tunaomba utunyenyekeze magotini pako. Tunatamani tuvuke Bwana, maana lipo wingu katikati yetu Bwana. Yapo maisha ambayo hatuyaelewi Bwana, wapo watu ambao hatuwaelewi. Mbele yetu Baba tunaona kiza, tunatamani tuvuke kwa njia ya neno lako. Mungu tusaidie, tunaomba Baba katika uwezo wako. Rekarabasata, endelea kunena, endelea kuzungumza na Mungu hapo ulipo katika jina la Yesu. Inaona nguvu ya Mungu ya neno la leo ikishuka katikati lako. Karabasekerebosita meshikarako ya mashanda ya mazia riboza taya kata ya mashanda ya mashika rekata ya masia dayonda mazia taya mashaka yanda rekarabasika toloshinda ziboza kaya marabasete rekada wasanda ya mazia katika jina la Yesu. Ninaona mamlaka mapya yanakuja kwako kupitia jina lako. Ninaona uweza mpya unakuja ndani yako kupitia jina lako. Ninaona ukifukia kila mahali ulipopita kwa ajili ya majina ya babu, kwa ajili ya majina ya baba, popote pale ulipopitishwa. Ninaona ukivuka hatua hiyo. Ninaona ukipata kibali kipya. Meshika la boza taya. Inawezekana ulikuwa unaumwa sana, hapajapata nafasi ya kuponywa. Inawezekana ulikuwa unataabika kwa ajili ya uchumi. Kumbe ni jina ambalo limekamata hayo maisha katika jina la Yesu. Rekarabasata ya mazika la kota ya mashinda katika jina la Yesu Kristo. Wana hai. O jina azekopa rakata ya masheke zibozata ya masanda ezia tayanda masana ya masika ribosha taya ezia nayana marabasekerebo shanda pata ya masika la kota reketerebosi zando yomo saya mazia perika tayanda ariko toyomo sanda katika jina la Yesu. Ozekebo shanda ya mazia parabaseterebo shika yando yomo sanda rakata ya mashanda ya masika meshita azekopa rebosa taya jendia azia parabasekerebo shanda katika jina la Yesu. Ora basika yando robosata kwa uwezo wako Bwana na kwa mamlaka yako tunaomba Bwana. Ori kata ya mashanda ya masika. Thank you Lord Jesus. Thank you Lord. Endelea kumshukuru Mungu. Endelea kumwambia Mungu unahitaji leo neno ninapotoka mahali hapa katika chumba cha siri mlimani pa Bwana, ili likabadilishe maisha yako mchana wa leo. Maana inawezekana umetoka mahali lakini haujaona badiliko. Nasi tumeingia tena Bwana awamu ya pili. Tumeingia awamu ya pili kwa ajili ya maelekezo na kwa ajili ya kukuelekeza wewe mtumishi wa Mungu popote pale ulipo. Ungana nasi, chukua dakika hizi chache kusikiliza ujumbe huu mzuri kutoka kwa Bwana wa majeshi kupitia mtumishi wake. Lipo neno kwa ajili ya maisha ya nyakati hizi ambazo baada ya wokovu, baada ya ukombozi msalabani, baada ya ufufuo, nasi tumepewa wiki mpya kwa namna ya tofauti ambayo inatuelezea habari za Mungu mwenyewe halisi kupitia jina lake la Yesu Kristo. Ori karabasaka yanda rebiza taya mashanda ya masika pesende ebo sika la azi ora kata ya mashanda ya masika zendia ora basaka yanda rabashata masekerebosi ziboza taya mashanda zetia azia ora kata ya mashanda sekia masanda ya masika ora kabashanda ya mazia para baseke zenda ya mazio ora taya mashanda ya maseke kata ya mashanda ya maseke reterebosata kata ya mashia katika jina la Yesu, 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 katika jina la Yesu. Tunaomba upenyo wa kusikia Bwana. Tunaomba Bwana hiyo nguvu ya kusikia. Tunaomba Baba utulivu wa kusikia. Maseterebosata ramazekereboshanda pata ya masika reto ya maji oza taya masaka randa rabaseke zenda ya mazia areba shata ya masika katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Oza na ya masaka ya ndarabashata.
Endelea kunena, endelea kusema na Bwana, endelea kusema na Bwana. Wasaka ya mashaka, rebosita ya mashaka, rekata ya mashaka ya ribosete bosana, oyaka ya masika, generosi yeta ya masaka ya nda, ranorosa ta ya mashaka, besita yazi, yena ya masaka, rabosata ya, yeneboja, kaya masete, renerebosi, anna ya masaka, ramosatayama. Bwana tutokie imani pako. Bwana tunakusihi. Bwana tutamani kutoka Baba. Bwana sema nasi, zungumza nasi Bwana. Shanda ya mashe, hoza kaya mashanda ya masika. Heri mashete bo shanda ya mashanda. Shanda ya mashanda. Here I breathe, here I breathe in yours. Osaya mashanda, zepisa taya mashanda, ola kapasa taya mashanda, soya mashanda. Come on, church, sing out. Ekarabase kerebo shanda. Rebashanda ya masike rebosita yanda ya masaka. Endelea kuungana nasi kwa ajili ya kumsifu Mungu Bwana. Endelea kuungana nasi kwa ajili ya ushuhuda wako mahali hapa, ikiwa ni siku ya 44 katikati ya zile siku 90. Nasi tumekuja katika kipindi hichi cha kumpa tumaini mtu mmoja kwa ajili ya familia. Ungana nasi kwa ajili ya ushuhuda mahali popote pale ulipo. Shuhudie Bwana wa majeshi namna alivyofanya kwa siku 44 zilizopita. Raba seterebo sita. Ninakushukuru Mungu wangu kwa ajili ya uzima na afya ulionipa. Yawezekana Baba sikustahili kufika siku ya leo. Yawezekana ilikuwa ni mitego mingi ya shetani katikati. Lakini kati ya zile 90 umenifanikisha kufika siku ya 44. Repata yama zoma sita yanda. Harakata ya mashanda. Ndio maana nimekuja mahali hapa pasipako pasiri Bwana, ili mimi na watoto wako tukushukuru Bwana hemani pako. Haikuwa kawaida Baba. Rita ya mashete zena ziko payanda. Wengine Baba watamani hata kuinuka, wengine hawawezi Bwana, wengine wamelala vitandani mwao, hawawezi kuzungumza hata neno moja. Lakini mimi ni nani Baba na watoto wako? Jumapili ya leo Bwana umeinua tena upya. Jumapili ya leo ya tarehe 12 mwezi wa 4 2026 umetupa nafasi nyingine kuja kwako katika kipindi hichi cha dakika chache cha kumuinua mtu mmoja mahali, cha kumfanyia mtu mmoja ibada, cha kumwambia Bwana ni tumaini, cha kumwambia hakika baada ya ufufuo nawe umefufuliwa, pamoja na vitu vyako vyote, pamoja na huzuni yako, pamoja na mateso yako, pamoja na shida zako, pamoja na kila uliolitarajia ambalo halikuwepo. Lakini kwa kuwa Bwana ametupa neema nyingine ya kuona ufufuo ndani ya jina lake, ori kataya masanda, anasema kupitia ori la masanda ya mashanda, Matendo 3 mstari ule wa 6, ya kwamba yule mtu mmoja aliyekuwa hawezi kutembea aliposhikwa mkono na Petro, Bwana na Yohana, wakamwambia hatuna kitu cha kukupa mikononi mwako, hatuna fedha sisi, hatuna mali yoyote, hatuna dhahabu, bali tuna jina la Yesu, maana ndio tunalojua lilifufuka nalo li hai. Hilo tunaweza tukakukabidhi, nalo likafanya uhai ndani yako, nalo likafanya upya ndani yako. Yesu, tunaomba Bwana siku ya leo ambayo umeitaraji kabisa kwetu, machoni petu Bwana, ikawa ni siku yenye nguvu ndani yetu baada ya ufufuo wako, nasi katika siku chache mbele tukaona nguvu ya jina lako, ukawatokea hata wale matendeshara, ukawatokea mitume wako, ukawatokea wanafunzi wako, ukawaambia kwamba nami nimekuja tena kwa jina la Yesu, kila jambo mkatende kwa jina la Yesu, kila neno mkanene kwa jina la Yesu, mkafanye kila jambo, maana jina leo limekuwa hai, limekuwa jipya tena baada ya ufufuo ule. Bwana, ninaomba kwa jina lako, kwa uwezo wa kwako, kwa mamlaka ya kwako, zungua watu wako. Bwana, inua watu wao katika umauti wao, ukamwambia yule kipofu, ukamwambia kwamba
na sasa umeona kwa jina la Yesu. Naye akapata kuona, akazunguka mtini kote. Hata walipomuuliza anasema, ninajua jambo moja, ninajua neno moja tu, ya kwamba nalikuwa sioni na sasa ninaona, kwa maana jina la Yesu lilio hai limeniinua, jina la Yesu lilio hai limeniona, jina la Yesu lilio hai limenifanyia upya. Rebasata ya mashanda. Endelea kumwambia Bwana mahali ulipo, mwambie Bwana asante, mwambie Yesu asante, mwambie Baba asante, mwambie Mungu asante kwa ajili ya nafasi hii, kwa ajili ya siku chache baada ya ufufuo wako, nasi tumeliona jina lililo hai. Maana jina linapozikwa wakajua wamezika na jina, maana halitanena tena, wala halitakuwa na nguvu tena, wala halitafukuza mapepo tena, lakini katika namna ya ajabu ukatokea tena, ukawaambia nimekuwa hai, na sasa jina limekuwa jipya kwa jina la Yesu, 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 kwa jina la Yesu lipitalo majina yote. Zendia masika areba sata ramo sata ya mazika oza mazanta ya mashanda, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti hai. Horika pasata ya mashanda osina ya masita ya mashanda. Yesu, 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 Yesu. Mysterious God, we are holy God, we are holy God. Naya masika na masika, Osaya naya masika rebocha. We are holy God, we are holy God. Sayena masika ya naya masika. Mysterious God, we are holy. Seka yana ya masekerebo shata ya masekara narabasete masikara norobo shata ya masikara baseka yana
Osaya mashenebo shita yanda ya mashekerebo shita. Shena ya maseka la basaka ya mashekerebo zika yanda ya masekerebo. Osaya na ya maseka nika na maseka niko rebeseta ya ma. Rika masekerebo shanda ya ma. Shanda ya ma. Aberi katayama shetayama sika rabateka matayamo shodoyamo sika rabate shetayamo sandayama oseka osi. Thank you Lord, 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 thank you Lord. Sante Bwana Yesu, sante kwa ajili ya muda huu Bwana. Ninakushukuru kwa ajili ya nafasi ambayo Mungu umetupa asubuhi ya leo, tukakutukuza mahali hapa, tukakuimbia Bwana, tukasema asante Yesu kwa kuwa umetufanyia nafasi tena. Mungu, ninaungana na watoto wako wote wanaotufuatilia kutoka hapa mlimani pako Ruzu. Bwana, ukawape sikio la kusikia habari hii fupi ya jina lako lililo hai, jina lako ambalo limefufuliwa kutoka katika wafu. Wengine wajue Bwana nafasi ya jina, wengine wajue Bwana namna nafsi zao zilivyobeba maisha yao. Mungu, umetegemea majina kutoka kwa wazazi wao, wengine kutoka katika mababu zao, lakini Mungu hawakukutegemea. Wengine hawakuuishwa kupitia jina hilo la Yesu ambalo ulituachia kama mkataba, ulituachia kama vile kumbukumbu ya kuweza wakati, kumbukumbu ya kuweza maisha haya ambayo shetani ameyatamia hapa duniani. Mungu, tupe nafasi hiyo ya kulielewa somo lako la leo katika uweza wa kwako Baba. Kanitumie tu kama chombo Bwana. Ninatamani nisikike ulimwenguni kote, ili ikajulikane ya kuwa yupo Mungu ambaye aliachilia mamlaka yake hapa duniani kupitia Kristo Yesu, naye alipoinuka kutoka katika wafu akaliacha jina la kwake lenye nguvu. Katika uweza wa jina hilo tumeona mambo mengi yakitendeka, miujiza mingi ikifanyika. Ori karaba sana, hata watu wakawa wameishi kwa wokovu kwa jina hilo la Yesu Kristo. Ninaomba Bwana Yesu, siku ya leo tukutanishe na watu wako katikati ya neno, katika jina la Yesu. Oh, thank you Lord Jesus. Thank you Lord. Thank you Lord. Thank you Father. Thank you God. Mazekerebosata ya mashata. Oh, shikalandoroboshata. Asante Bwana Yesu, asante kwa ajili ya watoto wako popote pale mlipo. Nami ninawakaribisha pia, tunamalizia session ya pili au ya tatu kwa ajili ya habari ya tumaini ya mtu mmoja. Tumekuwa na dakika chache sana za maelekezo ya wiki nzima baada ya kutoka pale mlimani kwa ajili ya ibada ya asubuhi, na mchana huu tunakuja hapa madhabahuni pa Bwana ili tukaseme na watu ambao wamepata muda mfupi kupitia YouTube, kupitia Facebook, ili wakasikie habari za Mungu aliye hai kupitia mtumishi wake mahali hapa. Nataka nikwambie jambo moja ambalo yawezekana kwa siku nyingi umeteseka na umepata shida sana kumwelewa Mungu. Mungu ni Mungu aliye hai, wakati uliopita, wakati huu na wakati ujao. Alijua nyakati hizi namna zitakavyokuwa, na ndio maana alipokuwa amemshusha mwanae Yesu Kristo kwa ajili ya ufufuo na uzima na kuachilia agano jipya kwa ajili ya watu wake, alijua uzao utaendelea, lakini hawataweza kumfahamu Kristo wala hawataweza kumfahamu Mungu. Maana matendo na adui shetani aliyekuwepo hapa, Ibilisi, ataendelea kupata watu na kuvuna watu. Kwa hiyo Mungu halisi, Mungu wa Ibrahimu, Isaka na Yakobo, akaamua ajihudhurishe duniani kupitia uweza wa jina la Yesu Kristo. Akaamua aendelee kuishi duniani kupitia uweza wa jina la Yesu Kristo. Sikiliza mtoto wa Mungu, nilipokuwa nikisoma habari hizi baada ya ufufuo wa Kristo, nami nikawa nazungumza na mtu mmoja, namuuliza, namwambia, kama ungelikuwa ni wewe wakati huo, ungeendelea kuamini kwamba Yesu amefufuka, kwamba Mwokozi amefufuka? Mtu yule akaniambia kama kungekuwa hakuna ishara nisingaliweza kuamini. Nikaambia, ishara unayokumbuka moja ni ipi? Anasema aliwaachia uweza wanafunzi wake, na wao wakabeba ule uweza, si wao, lakini zikawepo ishara nyingi na miujiza mingi ilitendeka, lakini kwa kivuli cha yeye Kristo kama uhai. Kwa hiyo kilichokuwa kinatendeka na ambacho mpaka sasa tunakibeba na kukifanya na kukiendeleza kwa ajili ya uponyaji, kwa ajili ya kuwapa watu tumaini, ni kwa sababu jina lililozikwa la Yesu Kristo likakaa
kuzimu siku 3 na siku ya 3 likafufuka kutoka kwa wafu. Lile jina ndio lililo hai. Akasema jina manake ni nafsi. Akasema hilo ndio ninalokumbuka. Mtu yule akanibariki sana. Nikamwambia yes, manake ndani ya jina hilo upo uhai. Na ndio maana mtu anapokufa basi na kila kitu chake kinapotea duniani. Kwa wakati wa Filisti, wakati watu wale wabaya walipokuwa wanafikiri kwamba wameweza mwili ule kwa kumpiga na kumtesa na kumzika kaburini, na pale ambapo wakajua kwamba hata kama wanasema amefufuka, wameuiba tu mwili, lakini bado jina lake halitatenda tena kazi. Jesus. Ndipo nikapata habari chache kutoka katika Matendo ya wale Mitume. Ikawepo habari moja ya mtumishi mmoja wa Mungu kutoka Matendo 3, ikanihabarisha habari za jina la Yesu. Maana anasema jina hili lilikuwa hai, na katika uhai huo jina hili lilitenda nini katika uhai wake? Nani alilishuhudia jina hili likiweza kuwa hai? Tunapozungumza uhai wa jina hili, manake mahali palipokuwa na ukiwa, mahali palipokuwa na majonzi, mahali palipokuwa na ufu, mahali palipokuwa na umauti, manake hili jina likitamkwa mahali hapo, uzima unafanyika na unakuwepo. Anasema unaposoma Matendo 3, anasema basi Petro na Yohana walikuwa wakikwea pamoja kwenda hekaluni saa ya kuswali saa 9, na mtu mmoja aliyekuwa kiwete toka tumboni kwa mamaye alichukuliwa na watu, ambaye walimweka kila siku katika mlango wa hekalu uitwao Mzuri, ili aombe sadaka kwa watu waingiao ndani ya hekalu. Manake mahali hapa ni kama vile malango ya mji wa biashara, malango ya lango la soko. Paliitwa mahali pa Mzuri. Inawezekana palikuwa na biashara nzuri mahali hapo, watu walifanya biashara sana. Mtu mmoja ambaye watu walimnenea toka tumboni kwa mama yake ya kwamba mtu huyu atakuja kuwa faida akizaliwa, maana walijua baraka alizo nazo mama yake. Kwa walijua huyu mtu atakapozaliwa akiwa hana uweza wa kutambua nguvu ya jina la kwake, hata kuwa na uweza wa kufanya mambo yake. Kwa hiyo kupitia jina lake tutakuwa tukipata fedha nyingi, kwa sababu watu watakuwa wanatoa kwa ajili ya jina aliyolibeba. Jesus God. Yawezekana unasema Mwasomola unaongea nini habari za jina? Nataka kukwambia jina linaweza likawa na nguvu ya kukutanisha na watu na baraka za watu, na ndio maana watu hudiriki kubadilisha mpaka vyeti kwa ajili ya kubeba majina yaliyobarikiwa. Sendi ya masaka ya ndarabashata. Watu wanabadilisha majina hata ya watoto wao kutoka majina ya kwao, kwa sababu walijua majina yao hayana umiliki, hayajabarikiwa. Wanawapa watoto wao majina ya watu wengine ili apate neema ya kutembea na hilo jina. Habari za huyu mtoto aliyezaliwa tangu tumboni kwa mama yake akiwa ni kiwete, manake baba yake jina lake inawezekana lilikuwa maarufu, na ndio maana mtoto huyu alikuwa na uwezo wa kupelekwa katika malango ya mahali popote na akakusanya fedha, ili wale watu wanaotambua ndani ya jina aliyolibeba yule mtoto ipo neema ya kibali, walikuwa wakilitumia jina hilo vibaya. Nataka nikuambie popote pale ulipo, yawezekana muda huu umeteseka kwa muda mrefu, yawezekana umetaabika, yawezekana ndoa kwako imekuwa ni shida, yawezekana majaribu yamekuwa ni mengi. Nataka nikuambie hivi, siku ya leo na wiki hii tutakwenda kufumua na kuharibu kila pandikizi lililopanda juu ya jina lako, ambalo limeshika hatima ya maisha yako, kwa jina lipitalo majina yote, kwa jina la Yesu Kristo, maana mamlaka hayo tumepewa. Anasema kwa kila neno mkanene kwa jina la Yesu, na kwa kila tendo mkatende kwa jina la Yesu, maana nimewapa mamlaka ya kujiambatanisha na jina hilo lililokuwa hai baada ya ufufuo wa Kristo. Mtu yule alikuwa anapelekwa katika malango. Kilichokuwa kinakusanya zile fedha na wale watu wanapata fedha haikuwa ni kwa sababu alikuwa kiwete, no, ni kwa sababu yule kijana alikuwa na jina kubwa lililokuwa nyuma yake. Kwa watu walipopita, yawezekana
kiongozi wa mji ule. Inawezekana alikuwa ni mtoto wa mchezaji fulani wa mpira, inawezekana alikuwa ni mtoto wa mwinjilisti mmoja alikuwa mashauri, inawezekana alikuwa ni mtoto. Watu walikuwa wamemtega tangu tumboni kwa mama yake, wakasema azaliwe akiwa hawezi kutembea ili sisi kwetu uwe mtaji. Nataka nikwambie, wapo watu ambao wanaweza wakabadilisha maisha ya uzao wako hata kabla haujaachilia huo uzao, maana wanaona baraka ya jina lako lilivyo, wanaanza kulikamata hilo jina pamoja na uzao wake. Kwa hiyo ni muhimu sana wiki hii tunapoingia katika maombi haya tukakumbuka maombi ya Ezra aliyoomba. Unaposoma Ezra 8:21 anazungumza habari ya watoto na habari ya nguvu ya jina. Ezra 8:21 anatuambia nini? Ezra 8:21 anasema hivi: ndipo akaamuru kufunga hapo penye mto wa Ahava, ili wapate kunyenyekeza mbele za Mungu kwa ajili ya kutafuta kwake njia iliyonyoka, kwa ajili ya kwetu sisi wenyewe, nafsi zetu, kwa ajili ya watoto wetu na mali tunazomiliki. Manake nini? Manake Ezra alijua na alitambua wapo watu wabaya mahali hapa katika ulimwengu wa roho. Wapo wachawi, wapo waganga, wanaweza kutumia nyota za watu, nafsi za watu kwa ajili ya utajirisho wa watu wengine. Wanaweza wakakamata watu wazazi, wakakamata matumbo ya uzao wa watu hao, wa mama hawa, ili watoto wanaozaliwa watumie kama vile misukule, kama vile kitega uchumi, kama ilivyokuwa kwa huyu mtu aliyekuwa anakwenda katika malango ya mzuri. Anasema mtu huyu akaona Petro na Yohana wakiingia hekaluni, akaomba sadaka kama kila siku anavyoomba kwa watu wengine. Lakini sikiliza neno moja nikwambie, taka nikwambie, lipo jina lipitalo majina yote, lililokuwa hai baada ya ufufuo, after resurrection. There a name come to us, and that name called Jesus Christ. Kaza maza ikaya mashanga ya masika. Jina hilo lilikuwa na nguvu kuliko kitu chochote kile, kuliko fedha, kuliko dhahabu, kuliko magari, kuliko nyumba. Oh Jesus Lord. Unaweza ukawa unielewi, lakini ngoja kidogo utanielewa mbele. Petro na Yohana wakasema hatuna kitu, hatuna dhahabu ya kukupa wala hatuna fedha ya kukupa. Yule mtu akawakazia Petro na Yohana, wakamkazia macho, wakamwambia tuangalie, tunachokwambia ndicho tulicho nacho, ndicho ambacho tunacho. Anasema, lakini Petro akasema, mimi sina fedha wala dhahabu, lakini nilicho nacho ndicho nikupacho. Kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti, simama uende. Yule mtu pale pale akastaajabu, akashikwa mkono. Oh Jesus Lord. Alipoinuka juu wakamsaidia. Alipoinuka juu, ile nafsi iliyokuwa imepoteza uwezo wa jina lake ikatembea mpaka kwenye nyayo zake. Kama tunavyojua, nyayo zinatamalaki, zinakamata, zina muunganiko wa nafsi, zina muunganiko wa jina. Maana kila mwelekeo, Ezra anasema utupe mwelekeo ulionyooka. Maana yake utupe uweza wetu wa kutambua mahali unapotakiwa kwenda. Yule mtu anasema aliposimama, vifundo vyake vya nguvu vilivyotiwa nguvu, nyayo zikakanyaga. Oh Jesus Lord. Mawasiliano yakarudi kati yake na nafsi. Manake jina na yale mamlaka ya jina lake kutambua ya kwamba mimi ni mtoto wa Kristo yakaingia ndani. Anasema akainuka yule mtu, akaanza kutembea. Watu wakastaajabu. Hawakustaajabu kwa sababu ana fedha nyingi, walistaajabu kwa sababu waliona nguvu ndani yake ikianza kutenda. Oh Jesus Lord, ninaamuru mbele yako, ninaamuru huko uliko, popote pale ulipo, kwa jina la Yesu Kristo, ukatambue nafasi ulionayo kwa jina la Yesu Kristo. Hilo jina uliobeba, ukatambue nafasi uliobeba katikati ya ukoo, katikati ya familia, katikati ya jamii, katika jina la Yesu. Hilo jina uliobeba, ukatambue nafasi ilionayo katikati ya jumuiko, katika jina la Yesu. Zendi ya masaka ya ndarabashata ya masika. Oh Jesus Lord. Anasema yule mtu
akajua nguvu alionayo kupitia jina lake. Akajua nguvu alionayo. Anasema watu wote wakamwona akienda akimsifu Mungu, wakamtambua ya kuwa yeye ndiye aliyekuwa akiketi na kuomba sadaka penye mlango mzuri wa hekalu. Wakajaa ushangao, wakastaajabia mambo yale yaliyompata. Watu wakatambua Mungu aliye naye, wakatambua ya kwamba kumbe yule kijana, yawezekana alikuwa anaitwa Filipo, jina lake lilikuwa limenyang'anywa uweza na mamlaka. Jina lake, majina yananyang'anywa uweza tangu tumboni kwa mama zetu, yananyang'anywa uweza na mamlaka tangu tumboni kwa mama zetu. Usizani hao watoto ulionao wanaweza wakawa na kiburi, wanaweza wakawa walevi, wanaweza wakawa wazinzi wa asherati, wanaweza wakawa hawatulii, wanaweza wakawa watu wa ajabu. Sio kwa sababu hayo mambo yamewakuta tu, bali kuna watu wamechezea uzao. Likarabasata ya mashanda. Anasema yule kiwete tangu tumboni kwa mama yake alivyozaliwa akawa kiwete, manake akawa na upungufu wa nguvu fulani za kuelewa namna gani anaweza akaenenda katika nchi na katika dunia hii. Alikuwa amepoteza hayo mamlaka. Shanda ya masika la kurabushata zenia azipo taya mashanda. Oh Jesus Lord, Mungu tusaidie. Wewe ukasema Mwasomola unaongea nini? Unataka kujua nguvu ya jina? Nataka nikwambie ipo nguvu ya jina la Yesu, mahali ambapo kutegemea kabisa, na mahali popote pale ambapo unaweza ukafanikiwa, ambapo unaweza ukabarikiwa, ambapo unaweza ukavuka, ni mahali ambapo utajua thamani ya nafsi, thamani ya jina ulilo nalo. Maana hilo jina linaweza likawa na mamlaka hata mahali penye miba, penye msongamano wa miba, penye msongamano wa misumari, mahali ulipokamatwa, mahali uliposhikwa. Wanasema Yeremia akajikuta uwanani na walinzi wamemsimamia, maanake akajikuta hawezi kabisa, pamoja na mamlaka aliyopewa. Maanake alisahau tangu tumboni kwa mama yake alipewa mamlaka ya kuvunja, kuharibu, kubomoa na kujenga upya. Anasema alisahau Yeremia, naye Bwana akamwambia juu ya mji huo Yeremia, nimeficha uso wangu, kwa maana hawakujua thamani ya jina nililo nalo, waliabudu miungu mingine wakajenga maashera. Yeremia alipojua nafasi ya jina lake alilopewa tangu tumboni kwa mama yake, aliinuka juu Yeremia, akaanza kubomoa malango ya mji ule, akaanza kujenga malango mapya, akaanza kuharibu maashera, akaanza kubomoa kila maagano, akavunja na akasimamisha jina lililo jina kuu. Watu wakaanza kulitamka jina la Yesu. Orikarabasaka ya narabashata masika zendia masaka ya narabashata. Yesu akusaidie kuelewa habari hizi za ufalme wa Mungu, habari hizi za nguvu ya ufufuo kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti hai. Anasema jina hilo ndilo ambalo akaliachilia, akasema kupitia jina hili, na ni wapi mtakapokuwa mnakutana na uambatano wa jina hili, ni mahali pale ambapo patakuwa na ishara ya kufa na kufufuka kwangu kwa njia ya ubatizo. Anasema kwa jina la Yesu Kristo akawabatiza, manake akawapa uweza, manake akawahudhurisha, manake akawaambatanisha na ile nguvu ya asili ya jina la Yesu, nao wakawa na haki ya kulitumia jina hilo. Manake si wote wenye uweza. Mahali pengine tunasoma wakauliza, nyie ni nani mnakuja kutoa pepo? Wakavuruga wale watumishi, wakawanyang'anya kila kitu walichokuwa nacho. Manake walikuwa hawana mamlaka, manake walikuwa bado hawajambatanishwa na nguvu ya jina la Yesu Kristo. Nataka nikwambie wiki hii tutashughulika na habari ya kupoteza mamlaka na uweza katika majina tulio nayo. Yawezekana kabisa jina la ukoo lilikuwa na uweza mkubwa sana, lakini watu walipojua kwamba katika familia hii yupo Mwasomola atazaliwa, basi wakashika ule uzao. Yupo Mwakibeti atazaliwa, wakashika ule uzao. Yupo fulani atazaliwa, wakashika ule uzao na wakaubadilisha huko ndani.
wakamtoa yule mtu akiwa hana nguvu kama yule kiwete aliyezaliwa ndani ya tumbo la mama yake. Kwa hiyo nataka nikwambie jambo moja, wiki hii tutakwenda kushughulika na uweza wa jina tulio nayo. Bwana Yesu anasema katika kila neno na katika kila jambo mkalitende kwa jina la Yesu. Mungu alijua na alitambua ipo nafasi na yapo majira adui shetani ataingia katika uzao na kuharibu kila jambo lililokuwa limepangwa katika maisha yetu, na njia pekee ya kutunusuru, anasema baada ya ufufuo wa Kristo akaliachilia lile jina ili tukalitumie kwa kila atakayeamini ya kwamba Kristo Yesu alikufa na amefufuka na sasa jina lile lipo hai. Huyo atakuwa na mamlaka. Kasa ndaye masika ya boshata zendia masaka ya ndara boshata osikara ndoro boshata. Habari za jina la Yesu, unaposoma Matendo 4:18 ya mtu sikia habari hizi, anasemaje? Anasema Matendo 4:18, neno la Bwana linasema zika ya ndarabashata, wakawaita wakawaamuru wasiseme kabisa wala kufundisha kwa jina la Yesu. Petro na Yohana wakawajibu wakawaambia kwamba ni haki mbele za Mungu kuwasikiliza ninyi kuliko Mungu hukumuni ninyi wenyewe, maana sisi hatuwezi kuacha kuyanena mambo tuliyoyaona na kuyasikia. Maana walikuwa wamejua na wametambua nguvu ya jina la Yesu, kwa sababu walijua jina hilo lipo hai. Nataka nikwambie, uzima wako na uhai wako, popote pale unapokuweko, nenda kalikiri jina hili kwamba lipo hai. Jina hili lipo hai, jina la Yesu lipo hai. Jina la Yesu, hilo jina litakutetea popote pale utaka. Hauhitaji kazi, hauhitaji maombi ya siku kadhaa, bali unahitaji kulitetea na kulitetea na kulitetea kwamba jina la Yesu lipo hai maishani mwako, lipo hai. Matendo 4:10, neno la Bwana linasema, jueni ninyi nyote na watu wote wa Israeli ya kuwa kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti, ambaye ninyi mlimsulubisha na Mungu akamfufua katika wafu, kwa jina hilo mtu huyu anasimama alimzima mbele yenu. Watu wale walipokuwa wakiojiana, Petro na Yohana wakawakumbusha ya kwamba mlizani mmezika, hata kama hamuoni mwili, lakini hilo jina lililobeba huo mwili lipo hai. Karabasika yandarabashata. Sema, kwa jina la Yesu lililo hai nami nimekombolewa. Kwa jina la Yesu lililo hai nami nimeinuliwa. Kwa jina la Yesu lililofufuliwa nami nimefufua mambo yangu. Kwa jina la Yesu lililofufuliwa kutoka kuzimu nami nimekuwa mzima wa afya tele. Masika la bashata ya masika. Matendo 16:18. Bwana Yesu anasema hivi tena, akafanya hayo siku nyingi, lakini Paulo akasikitika, akageuka akamwambia yule pepo na kuamuru kwa jina la Yesu Kristo mtoke mtu huyu. Akamtoka saa ile ile. Kwa jina la Yesu Kristo mtoke pepo huyu. Jesus Lord. Kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareth hai. Wapo watu wametembea na mapepo, wapo watu wamekamatwa na majini. Nataka nikwambia, unapoisikia sauti, elewa ya kwamba lipo jina la Yesu lililo hai, ambalo baada ya ufufuo lile jina lilishinda mauti, lilishinda huko kuzimu. Kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareth hai, na sasa tumekuwa hai na tumekuwa wazima katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth. Zendia masika la boshata ya masika. Sita ya mashamba. Zanda ya masaka ya ndara boshata. Anda ya maziga hata ya mashanda. Sendia masika la ndara boshata. Wafilipi 2:10. Ili kwa jina la Yesu kila goti lipigwe, la vitu vya mbinguni na vitu vya duniani na vya chini ya nchi, na katika kila ulimi
ukiri ya kuwa Yesu Kristo ni Bwana kwa utukufu wa Mungu Baba. Anasema iwe mawinguni, iwe mbinguni, iwe duniani, iwe ardhini, jina hilo lililotoka mbinguni limemiliki, likaja duniani likamiliki, likaenda ardhini, kuzimu huko, likapokonya funguo huko wa umauti. Ufunuo 3:8 anasema akayafanya malango yale yawe wazi, na akasema hapana mtu wa kufunga malango haya, maana ni jina la Yesu lililokuwa limetamalaki. Sendia masika la boshata ya masa. Nguvu ya jina la Yesu katika ufufuo. Anasema lilianza kumiliki mbinguni kwa Baba, likashuka duniani likamiliki, likaenda kuzimu ambako mauti zilikuwa zimekamata watu wengi huko, akatoka huko kuzimu pia akamiliki. Wafilipi 2:10 anatukumbusha ya kwamba hilo ni pekee ni jina la Yesu ambalo tumepewa. Hapana jina lingine ambalo liliweza kumiliki juu mbinguni, likaweza kumiliki duniani, likaweza kumiliki ardhini, kuzimu. Ni jina la Yesu ambalo kumbe aliporuhusu ule umauti, lile pazia lilipopasuka, naye Bwana akashuka kuzimu, manake alikuwa anaenda kumiliki pia. Alikuwa anapeleka hiyo nguvu ya jina likamiliki kule, nako wakamfahamu, ili kila eneo wewe uwe na uwezo. Kumbe tuna uwezo wa kutiisha hizo mauti ambazo zimewakaribia. Tuna uwezo wa kutiisha hizo mauti zilizowakaribia kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti hai. Mapepo, majini, wachawi, waganga, kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti hai, maana ndio jina pekee lililokuwa na umiliki katika umauti, lililokuwa na umiliki kuzimu, lililokuwa na mauti duniani, lililokuwa na umiliki mbinguni. Alitoka juu kwa Baba, akaja duniani, akaenda kuzimu kupokonya zile funguo kwa Ibilisi, akamfungia huko, akabeba hayo mamlaka, akaja duniani kutujulisha ya kwamba nimekuja tena, na kisha akapaa juu mbinguni, akaketi huko katika mkono wa kuume wa Mungu Baba, ili atuandalie makao. Na sasa we celebrate, we have a few days, tuna wiki nzima ya kuelezea habari na nguvu na uweza wa jina la Yesu kupitia jina lako, katika uweza na mamlaka, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti hai. Popote pale ulipo, inuka ili umshukuru Mungu kwa ajili ya siku ya leo, maana ninaona mtu mmoja tayari tumempa uweza, tumempa mamlaka tena mapya. Alikuwa amekata tamaa kabisa. Nataka nikuambie hivi, kwa nguvu ya jina la Yesu, pokea hiyo nguvu kupitia jina lako. Ambatanisha jina lako na hiyo nguvu ya jina la Yesu, ili uweze kutamka, uweze kuinuka tena kama yule kiwete wa kwenye malango ya mzuri, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti hai. Asante Bwana Yesu kwa ajili ya muda huu tena. Endelea kunena, endelea kuzungumza na Mungu tena tunapokwenda kumaliza kipindi hichi, katika jina la Yesu. Reba sita ya ndorobo sata ya mashata, katika jina la Yesu. Kwa uweza wa jina la Yesu tunajiambatanisha na jina hilo, ili Mungu ukaseme nasi katika mauti, katika magonjwa yetu, katika udhaifu tulio nao, katika manunguniko yetu, katika machungu yetu, katika taabu za ndoa. Inawezekana Baba, hata maisha yetu yamekuwa shida kwa sababu ndoa zetu zimekosa watoto, lakini leo tumeisikia sauti kutoka kwa mtumishi wako hemani pako ya kwamba lipo jina lililopita umauti, lipo jina lililoshinda kuzimu, lipo jina lenye uweza mbinguni, lipo jina lililoachiliwa hapa duniani. Hata yule mkiwete aliyekuwa katika malango ya mzuri akaanza kuona upya. Lipo jina lililotupa uhai mpya. Kwa jina la Yesu tunakwenda kujiambatanisha tena na hilo jina, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Receive in the mighty name of Jesus Christ. Receive in the mighty name of Jesus Christ. Pokea hiyo nguvu ya jina la Yesu. Pokea nguvu ya jina la Yesu katika ufufuo. Pokea nguvu ya jina la Yesu katika ufufuo. Pokea kwa jina la Yesu. 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 Pokea kwa jina la Yesu Kristo. Pokea hiyo nguvu ya jina la Yesu popote pale ulipo, katika
katika jina la Yesu. Uwe Amerika ya Kusini, uwe Marekani ya Kaskazini, uwe Saudi Arabia, uwe Iran, uwe Vietnam, uwe Tanzania, uwe Mwanza, uwe Morogoro, uwe Dodoma, uwe Iringa, uwe Dar es Salaam, uwe Arusha, uwe Dodoma, pokea hiyo nguvu ya jina la Yesu. Popote pale ulipo, iwe umelala katika umauti, katika ugonjwa, sema leo ninapokea hiyo nguvu iliyofufuka ya jina la Yesu, ninajambatanisha nayo. Anasema hivi yule kipofu, anasema hivi kwa habari ya yule kiwete aliyekuwa katika malango ya mzuri, aliyenyang'anywa utu wake, aliyenyang'anywa nguvu ya jina lake, aliyekuwa ajui thamani ya jina lake kwa miaka kadhaa, ambaye alikuwa ametembezwa na watu fulani ambao walikuwa wanapata na wananufaika kwa ajili yake, waliomtoa nyumbani asubuhi alfajiri na kumpeleka malangoni pa malango ya mzuri na kuomba fedha, nao wakatajirika. Kuanzia leo kwa jina la Yesu, anasema Petro alikuwa hana chochote, wala Yohana alikuwa hana chochote, wakasema tulicho nacho ni jina la Yesu. Nami nasema sina chochote cha kukupa, bali ndani yangu ipo nguvu ya kutamka hilo jina. Kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu simama ulipo, 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 kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti hai, simama ulipo ukapokea hiyo nguvu ya jina la Yesu. Pokea hiyo nguvu ya jina la Yesu. Pokea hiyo nguvu ya jina la Yesu. Pokea hiyo nguvu ya jina la Yesu. Ozika la basanda ya masika. Pokea hiyo nguvu ya jina la Yesu. 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 Yawezekana umelala kwa siku kadhaa mahali. Yawezekana ndoa yako imekuwa ya shida sana. Yawezekana umehangaika kwa miaka mingi, uchumi wako umekamatwa. Nataka nikwambie hivi, wapo watu walikukamata tangu tumboni kwa mama yako. Walijua miaka hii utakuwa unainuliwa, miaka hii utakuwa unatafuta kazi mahali, miaka hii utakuwa unataka kufanya biashara fulani. Walifunga, wanatembea na kile kibali cha jina lako. Ambatanisha ile jina lako muda huu na jina la Yesu Kristo, maana limefufuka kutoka katika umauti, nalo limekuwa jipya kabisa, limeweza kufufua hata maisha ya yule kiwete, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti hai. Pokea hiyo nguvu kwa jina la Yesu. Zeni ya masaka la bashata ya masika, ori basata ya mashaka, ezina ya masaka ya, kwa jina la Yesu, in the mighty name of Jesus Christ, in the mighty name of Jesus Christ. Yawezekana umetamkiwa jina hili wakati wote. Yawezekana ulitamkiwa usipoelewa maana ya nguvu ya jina hili. Leo mtumishi wako hapa ninataka nikwambie, anatuambia kwa jina hilo, kwa jina hilo, kwa jina hilo, kwa jina hilo, kwa jina hilo ambalo adui alijua limezikwa na halitakuwa na nguvu tena, ambaye adui anajua lilifukiwa tayari chini, ambaye anajua adui hilo jina halina nafasi tena. Mariamu Magdalena na wenzake walipokwenda wakaambia hakika Yesu amefufuka, hawakuambiwa kwamba mtu mwingine amefufuka. Yesu, manake ndani ya ule mwili lilikuwepo jina la Yesu. Na alipowatokea mitume na watumishi na wafuasi na wanafunzi wake, akawaambia ninawaachia jina la Yesu Kristo katika kila neno na katika kila tendo, mkalinene hilo jina na kila kitu kitakuwa hai. Na wakaendelea kubatiza kwa jina la Yesu, wakawapa watu uweza wa kulimiliki hilo. Nataka nikwambie leo, mtumishi wako nina mamlaka kabisa ya kulitumia jina hilo. Nataka nikwambie hivi, kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti hai, kwa imani kwa jina la Yesu, pokea kuambatanishwa na jina hilo. Tukiwa siku kadhaa baada ya ufufuo wa Kristo, Bwana anatupa ufunuo ya kwamba jina la Yesu nalo lilifufuka, alikubaki katika umauti. Maana ufufuo ule, maana yake kubwa, ilibeba uhai wa jina kama nafsi. Hori karabasaka ya ndarabashata ya masika, zendia masika la kota ya mashanda ya masika. Bwana saidia watu hawa wajue wewe ipo nguvu mahali hapa. Zendia saka ya mashanda ya masika, karabasata ya masika.
Thank you, Lord Jesus. Thank you, Father. Thank you, Lord. Thank you, my Redeemer. Thank you. Thank you. Oh, thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Oh, in the mighty name of Jesus Christ. Bwana akutie nguvu. Bwana akuuishe. Katika jina la Yesu, pokea baraka za Bwana popote pale ulipo. Na tumefika mwisho wa kipindi chetu cha pili. Kila Jumapili tunakuwa na vipindi viwili, asubuhi baada pale mlimani kwa siku hizi 90. Tunaanza saa 2:30 kwa ajili ya neno la wiki, na tunakuwa na watu mahali pale. Wapo watoto wa Mungu hapo mlimani kwa siku hizi 90. Kwa tunakuwa hapo tukieleza habari za ufalme wa Mungu kwa siku hizi 90 zote. Na leo ikiwa ni siku ya 43, tumeshukuru Mungu kwa ajili ya kusikia siku ya leo. Na tunakuwa na awamu ya pili inayoanza saa 5:30 hapa ofisini, madhabahu ya Bwana ali hai hapa Luzu, ofisi za Luzu, studio za Luzu. Tunakuwepo hapa kwa ajili ya kutoa maelekezo kwa watu wengine wa mikoani ambao wanakuwa hawakuwepo na hatujawa nao, ili kuwapa mwelekeo mpya kwa ajili ya wiki nzima. Kwa wiki hii tutakuwa na neno kutoka Matendo ya Mitume 3:6 kwa habari ya yule ambaye alipokonywa uweza na kutokujua nguvu ya jina lake ilivyobeba mamlaka, na akateseka kwa miaka mingi akifanyishwa kazi na watu ambao walikuwa wanapata fedha nyingi kila alipokuwa akienda kuomba na kurudishwa. Maana nyuma ya yule mtu tunaona kulikopo na jina, inawezekana ni la baba yake, lililokuwa na nguvu iliyofanya watu waendelee kutoa, watu waendelee kumsaidia wakiona nguvu ya jina, lakini haikumsaidia yeye, ili nufaisha watu wengine. Kwa hiyo wiki hii tutaishughulikia. Wapo watu wanateseka sana kwa ajili ya ndoa zao, wanateseka sana kwa ajili ya uchumi, wanateseka sana kwa ajili ya kuishi wokovu, lakini nyuma yao yapo majina ambayo yanasababisha hayo mateso yote. Kwa hiyo tunaamini wiki hii kuanzia leo Jumapili, tutakuwa na Jumatatu, Jumanne, Jumatano, Alhamisi, Ijumaa na Jumamosi na Jumapili tutafunga, na Mungu kitu atakachokupa kitu kingine tena. Lakini nawasihi sana muwepo kila Jumapili mahali hapa, ili muweze kupata angalau neno lenye tumaini. Kipindi hichi cha kuanzia saa 5:30 mpaka saa 6:30 tunakiita ni kipindi cha tumaini. Kipindi cha tumaini, the hope time. Kwa hiyo ni kipindi cha tumaini ambacho kinakuwa na dakika 40 na kuzidi kidogo. Mungu awabariki sana sana sana. Kwa majina ninaitwa Mtumishi James, nipo hapa Morogoro na nimekuwa nikihudumu kwa habari za kila mwezi na maombi ya kila mwezi, nikitembeza Ezra Prayer Dodoma, Iringa, Dar es Salaam, Arusha na Morogoro, na sasa tumeanza kuingia Mbeya. Lakini kwa kipindi hichi cha siku 90, miezi mitatu tangu mwezi wa pili mwishoni mpaka mwezi wa 5 mwishoni, tupo mlimani, hatujatoka kwenda popote. Maana Bwana ametupa siku 90 ili tuseme naye, tusikie nini anatuambia kwa ajili ya kuendeleza mwaka huu. Ilikuwa ni emergency call, na ya kila mwaka huwa tunakuepo hapa. Mungu akubariki sana, na unakaribishwa hata mlimani. Katika jina la Yesu pokea hizo baraka kwa ajili ya leo, na Mungu akubariki na akupe nguvu. In the mighty name of Jesus Christ. Amen. Thank you, Jesus. Oh, yes, Jesus. So hear us when we worship. Hear us when we go. Mysterious God. Hear us when we go. Hear us when we go. Mysterious God, hear us when we go. Hear us when we go. Mysterious God, hear us when we go. Hear us when we go. Mysterious, mysterious, hear us when we go. Mysterious, mysterious, mysterious God, hear us when we go. Hear us when we go.